Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nataka nifundishe nguvu iliyopo juu ya madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nafundisha nguvu iliyopo juu ya madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu iliyopo juu ya madhabahu ndio kitu ambacho tunakifundisha. Anachokiongea ni kwamba unapoenda kwenye madhabahu yoyote huwa inakuwepo nguvu ya Mungu iliyopo katika hiyo madhabahu. Bwana apewe sifa. Chukua unasali kanisa fulani. Unapoenda madhabahu yoyote kuna nguvu ya Mungu inayokuwepo kwenye hiyo madhabahu. Bwana apewe sifa. Sasa ili upate kunielewa vizuri, twende kwa namna hii hapa. Hii nguvu iliyopo juu ya madhabahu inatoka wapi na inakujeje na kwa nini iko pale? Utanielewa utakapofuata kitu kama hiki. Iko hivi. Unakuta muda mwingine yupo mchungaji ambaye ana nguvu ya Mungu. Huyu mchungaji mwenye nguvu ya Mungu, kwa kadri ambavyo anakuwa anaongoza ibada zake kwenye hiyo madhabahu, ile nguvu ya Mungu inakuwa inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu. Nachokimaanisha niki hapa, huyu mchungaji aliye na neema ya Mungu, aliye na nguvu ya Mungu, leo akiombea wasio na watoto wapate watoto, akiomba namna hiyo, ile nguvu ya kuwafanya matasa kupata watoto, ile nguvu ya kuwafanya wasio na watoto kupata watoto, ile nguvu inabaki kwenye hiyo madhabahu, inakuwa ipo kwenye hiyo madhabahu. Kwa hiyo mahali hapo mnapokuwa mnasali au kwenye hiyo madhabahu mnaokuwa mnasali, huyu mchungaji anapoombea watu ambao hawana watoto, kwa mfano anasema wasio na watoto wapate watoto, anapoombea hao wanaoombewa manake wanafunguliwa. Kama walikuwa wana watoto wanapata watoto, kama walikuwa ni matasa utasa unaondoka wanapata watoto, kama walikuwa ni wagumba ugumbu unaondoka wanapata watoto. Bwana apewe sifa. Sasa ile nguvu inawafanya matasa kupata watoto na wagumba pia kupata watoto, ile nguvu inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unaweza kushangaa akaombea watu fulani kwamba wapate watoto, baada ya kuwaombea watu wakapata watoto, lakini ile japokuwa watu wampata watoto, ile nguvu iliyowafanya watu wapate watoto baada ya kuombewa na mchungaji huyu mwenye neema ya Mungu, ile nguvu inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ile nguvu inaendelea kubaki pale kwenye hiyo madhabahu. Sasa ikitokea huyu mchungaji akafa, huyu mchungaji mwenye nguvu ya Mungu akafa, yale maombi aliyokuwa anaombea wasio na watoto, yale maombi aliyokuwa anaombea matasa kupata watoto, yale maombi yanaendelea kubaki hai kwenye hiyo madhabahu. Manake ile nguvu iliyoshuka kutokana na yale maombi inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu. Sasa akija kuinuka mchungaji mwingine ambaye hana nguvu ya Mungu, nafundisha nguvu ya Mungu iliyo kwenye madhabahu. Akija kuibuka mchungaji mwingine ambaye hana nguvu ya Mungu kwenye madhabahu hiyo hiyo, chukua labda huyu mchungaji mwenye nguvu ya Mungu akafa, akaja akatokea mchungaji mwingine ambaye hana nguvu ya Mungu. Mchungaji mwenye nguvu ya Mungu akafa, akaja kutokea mchungaji mwingine ambaye hana nguvu ya Mungu. Kinachofanyika niki hapa, yale maombi ya mchungaji wa kwanza aliyekuwa na nguvu ya Mungu aliyekufa, ile nguvu ya Mungu iliyokuwa imeshuka wakati ule wa mchungaji wa kwanza aliyekuwa na nguvu ya Mungu ambaye sasa amekufa, ile nguvu inaendelea kubaki kwenye madhabahu. Kwa hiyo wakitokea matasa wengine, wakitokea wenye shida wengine, wagumba, wakitokea watu wengine ambao hawana uwezo wa kupata watoto, wakitokea watu wengine ambao hawana watoto wanataka waombee ili wapate watoto, wakienda kwenye madhabahu hii ambayo kuna mchungaji mwingine ambaye hana uwezo au hana neema ya kuombea wasio na watoto kupata watoto, ile nguvu iliyopo kwenye ile madhabahu, ile nguvu ambayo ilishuka kipindi cha mchungaji wa kwanza, ile nguvu inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu, na ile nguvu itawafanya wagumba wa sasa na matasa wa sasa wapate watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mchungaji aliyekuwa na nguvu ya Mungu alikuwa akiombea viwete wanapona, vipofu wanafunguliwa, wenye shida wanajibiwa, wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Yule mchungaji aliyekuwa na nguvu hiyo, ile nguvu ambayo ilishuka wakati wake alipokuwa anafanya huduma, ile nguvu inakuwa inaendelea kubaki kwenye madhabahu. Hata akija mchungaji mwingine ambaye hana nguvu ya Mungu, ile nguvu ya Mungu iliyokuwa imeshuka kwenye hiyo madhabahu ya yule mchungaji wa kwanza aliye na nguvu ya Mungu, ile nguvu ya Mungu inaendelea kubaki kwenye hiyo madhabahu, na hiyo nguvu ya Mungu itaendelea kuwafanya wenye shida wengine wakipindiki kujibiwa. Kama kuna matasa waliambiwa huko nyuma na mchungaji
mchungaji ambaye alishakufuga siku nyingi huko nyuma, kama kuna sasa waliombewa huko nyuma, ile nguvu sibaki kwenye madhabahu. Manake watakapotokea wengine matasa, ile nguvu ile kwenye madhabahu itawafanya wajibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unayekuna sali, ndio maana tunashauri unayesali, unapoenda kanisani, nenda na sadaka. Unayesali, nenda na sadaka. Unapokuwa nenda na sadaka yako kanisani, ni kwamba hata kama mchungaji wako hana uwezo wa kuomba wewe ukajibiwa mbele za Mungu, hana neema ya kuomba kwa ajili yako na ukajibiwa na Mungu kupitia maombi yake, hiyo neema kama hana, ile nguvu ya Mungu iliyopo kwenye madhabahu ambayo ipo hapo kwa sababu ya mchungaji aliyepita uko nyuma, ile nguvu ya Mungu iliyopo kwenye madhabahu ambayo ipo hapo kwa sababu ya wachungaji waliopita waliokuwa na nguvu ya Mungu, lakini walishakufa tayari. Unakuta kuna wachungaji walikuwa mahali hapo walikuwa na nguvu ya Mungu, au wachungaji walishakufaga tayari. Unapotoa sadaka kwenye madhabahu, hata kama wewe mchungaji hana neema ya wewe kujibiwa, ya wewe kuomba na kujibiwa, basi ile nguvu ya Mungu iliyopo kwenye madhabahu ambayo imekaa hapo, ambayo imekusanyika hapo au imekuepo hapo kwa sababu ya wachungaji waliopita ambao walikuwa na neema ya Mungu, ila walishakufaga tayari. Wewe utajibiwa kwa sababu ya ile nguvu iliyokaa kwenye madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nachokiongea niki hapa, muda mwingine ukakaa kanisani ukawa unajibiwa kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyopo hapo. Na hiyo nguvu ya Mungu nashangaa aliyoishusha sio mchungaji wako. Hiyo nguvu ya Mungu ipo hapo, aliyeshusha ni mchungaji aliyepita ambaye alikuwa na nguvu ya Mungu. Unakuta muda mwingine watu wa kanisani wanajibiwa kwa sababu ya ile nguvu iliyopo kwenye madhabahu. Kwa unachokiongea, ndio maana ukiangalia Biblia sehemu nyingine inaongea kwa habari ya Elisha, kama sijakosea, inasema mahali alipozikwa Elisha, kuna watu walikuwa wanaenda kumzika akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Elisha alikuwa ni mtumishi wa Mungu, aliyejawa nguvu ya Mungu. Yeye amekufa, lakini ile nguvu ya Mungu ikawepo bado mahali pale. Wanapoenda kumzika huyo mtu, ile nguvu ya Mungu ikamfufua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa ndio imekaa kwa namna kama hiyo, kwamba unakuta mchungaji wa saizi ana nguvu ya Mungu. Ameombea viwete wamefunguliwa, vipofu wamefunguliwa. Sasa anaibuka mchungaji mwingine kwenye hiyo madhabahu, yeye hana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo huyu mchungaji ambaye hana nguvu ya Mungu, watu watakapotoa sadaka kwenye hiyo madhabahu watajibiwa kwa sababu ya ile nguvu iliyo kwenye hiyo madhabahu, hata kama huyo mchungaji hana nguvu ya Mungu. Ndio maana ni vizuri unapoenda kanisani beba sadaka kwenye kila ibada kwa ajili ya kuonyesha ile nguvu kwenye hiyo madhabahu. Kwa sababu unapoenda kanisani, hujui, unaweza kachanga unaenda kanisani mchungaji wako hana nguvu ya Mungu. Unaweza kachanga unaenda kanisani mchungaji wako hana nguvu ya Mungu. Lakini utakapotoa sadaka kwenye hiyo madhabahu, ile nguvu iliyo kwenye hiyo madhabahu ambao pengine ilishuka kwa sababu ya mchungaji aliye na neema ya Mungu aliyepita, alikufaga siku nyingi kabla ya mchungaji wako anayeongoza sasa hivi. Unapotoa sadaka yako, ile nguvu itakufanya ujibiwe kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana sana kusikiliza sana kwa mhubiri, kusikiliza kwa kuelewa sana. Naitwa Ndigwako Nyingi, napatikana Mbeya. Endelea kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube, lakini pia unaweza kunitafuta kwa akaunti yangu ya TikTok kwa ajili ya kupata mahubiri, lakini pia kwenye Facebook pia unaweza kunitafuta pia kule kwa ajili ya kupata mahubiri atakuwa sekunde hizo chache za 30. Mungu akubariki sana. Naitwa Ndigwako Nyingi. Unaweza kutuma pia sadaka kwa namba yangu ya simu 0745 47 51 88, namba yangu ya Voda hiyo 0745 47 51 88. Lakini unaweza kutuma pia sadaka kwa namba yangu ya Tigo 0710 85 88 00. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiza na wapenda wote.